Na asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Hashil Abdalla ameridhishwa na kasi ya ufufuaji wa viwanda mkoani Tanga kutokana na maelekezo yaliyotolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha changamoto za uwekezaji wa viwanda zinatatuliwa na kuvirejesha kwenye uzalishaji. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Miongoni mwa viwanda alivyotembelea Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Hashil Abdalla ni pamoja na kiwanda cha Foma ambacho kimeanza kufanya kazi kwa majaribio mwezi wa 6 mwaka huu. Kubwa ni kwa serikali ya mkoa wa Tanga, lakini pia misitu, idara ya misitu wameweza kuwapatia malighafi ambazo zinaweza zikawapatia malighafi kwa muda wa miaka takriban 10 kuanzia hivi. Lakini zaidi ya hapa tumetembelea pia viwanda vingine viwili ambavyo kimoja kinahusiana na masuala ya kuchakata chuma. Wao wameshaagiza mashine ziko njiani, na wao wametuahidi mwezi ujao wataanza kufunga mashine, mwezi wa 12 watakuwa kwenye majaribio, na mwezi wa kwanza 2026 watakuwa wameingia katika uzalishaji. Kwa upande wake, Katibu Tawala Mkoa wa Tanga Rashid Mchata akaahidi ushirikiano na wawekezaji, huku baadhi ya wamiliki na wafanyakazi wa kiwanda cha sabuni, kiwanda cha chuma pamoja na kiwanda cha mbao wakishukuru hatua ya serikali kuvirejesha kwa kuwa vitatoa ajira kwa vijana. Serikali ya mkoa iko karibu kufanya kazi na wawekezaji na kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji katika viwanda na maeneo mengine. Kuahidi kwamba tutakuwa na ajira nyingi ambazo za permanent na za vibarua kwa kiwanda chetu, kwamba kwa kuanzia pengine tutakuwa na vibarua ni zaidi ya 100. Ajira zimeongezeka kwa vijana, pia tu sio ndani, hata nje ajira zimeongezeka. Mfano mama ntilie wamepata fursa nyingi sana, bodaboda kutuleta kazini, kuturudisha kazini. Serikali ya mkoa inaendelea na zoezi la ufufuaji viwanda vilivyosalia, ikiwa ni jitihada za kurudisha mkoa wa Tanga katika hadhi ya viwanda. Nikiripoti kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Na serikali mkoani Dodoma imeanza mchakato wa kukifufua kiwanda cha kuchakata mchuzi wa zabibu na mvinyo kilichopo katika kata ya Hombolo, wilaya ya Dodoma, kwa lengo la kuongeza thamani ya zao la zabibu na kupanua soko kwa wakulima wa mkoa huo. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa zaidi. Kiwanda hicho ambacho awali kilikuwa kinamilikiwa na mwekezaji binafsi kabla ya kurejeshwa serikalini, kinatarajiwa pia kutumika kama shamba darasa kwa wamiliki wa viwanda vidogo, hatua inayolenga kuwajengea uwezo wa kuchakata na kuongeza ubora wa bidhaa zinazotokana na zabibu. Akizungumza wakati wa ziara yake katika kiwanda hicho, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema serikali imejipanga kuhakikisha miradi yote yenye tija kwa wakulima inafufuliwa na kuendeshwa kwa ufanisi. Niendelee kuambia wakulima wa zabibu, bahati nzuri ambayo tumeipata kuwa hata huyu mwekezaji alikuwa hapa, si kwamba ameacha biashara hii, bado anaifanya. Kwa bado ananunua zabibu, lakini kwa sababu alikuwa ananunua zabibu ya watu waliozunguka katika eneo hili, maana huenda saizi akanunua upande mwingine kwa wingi kuliko hapa. Lakini wateja wa zabibu bado wapo, na viwanda vidogo vidogo kweli vinaendelea kukua, na ndio maana nimesema kuwepo kwa kiwanda hiki pia itakuwa ni kiwanda darasa kwa ajili ya wale wanataka kuanzisha viwanda vidogo waweze kujifunza. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma Dr. Frederick Sagamiko amesema kuwa wamejipanga kuhakikisha wanaongeza thamani katika kilimo cha mboga na zao la zabibu, hasa kwa wakulima wadogo. Hali ilivyo kwa sasa, baada ya hicho kiwanda hapa kufungwa kwenye catchment hii ya Hombolo, ambao pia ni wazalishaji wakubwa wa zabibu, wameathirika kwa kiasi kikubwa sana kwenye upatikanaji wa masoko. Kwa hiyo utekelezaji huu wa mradi utakuwa timely kwa ajili ya kuondoa hiyo changamoto. Kwa hiyo kadri tutakavyoharakisha kuhakikisha kwamba msimu ujao unaokuja wa zabibu tunakutana nao, ili tuweze tayari kuanza uzalishaji wa wine. Na kule mjini tutaenda kwa mboga kwa sababu pia ni jirani na SGR kwa urahisi wa usafirishaji, lakini jirani pia na airport. Kutoka Dodoma, Roda Simba,
Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo, na taarifa yake inatuhitimishia kwa upande wa habari za biashara na uchumi. Na sasa nimpishe mwenzangu Witness Ngalawa kuweza kutupitisha katika habari za michezo na burudani.